ukanitumikie, na kazi yako itakuwa kuhubiri uamsho. Nimepotelewa na kanisa langu lile nililolifia msalabani, nataka ukahubiri ili watu wanirudie, nilipate kanisa lile ambalo nililifia msalabani. Na akaniambia kanisa limepoteza nguvu ya Mungu, kanisa limemfungia nje Roho Mtakatifu, kanisa limekataa neno la Mungu, kanisa limekataa umoja, kanisa limekataa utakatifu. Aniambia mambo mengi mengi mengi, mpaka kanisa limeipenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Basi nikawa nimepokea ule ujumbe, lakini sasa nikuwa bado sijaelewa kwamba mimi nawezaje kwenda kumtumikia, watumishi wakubwa wapo, mimi ni nani? Nikawaeleza watumishi wale walikuwa marafiki zangu, wakasema hili jambo usilipuuzie, Mungu lazima ana makusudi na wewe. Basi tukaishia hapo. Mimi sasa nikaamua niwe mkulima, nimtumikie kwa kilimo, nilime, nivune, alafu niuze, niwape wachungaji, niuze, nitoe sadaka kanisani. Nikaenda sehemu inaitwa Kidogozero, wanaita bonde la Mto Ruvu. Hicho kijiji nilipewa eka 170 za kulima mpunga. Nikakabidhiwa kabisa. Wakati ule watu wa Tanzania hakuna aliyekuwa anawaza mambo ya ardhi. Eneo kubwa sana, nikaambiwa lima pote hapa, kijiji tunakukabidhi, wewe lima mpunga wako kama unataka kulima. Na kuna Wahindi wengine wanaeka zaidi ya 700 huko mbele. Basi nikaenda nikalima. Cha ajabu kilichotokea nilipolima, yakaja mafuriko, mpunga wote ulizama. Siku nimeenda kuangalia shamba, nikakuta mpunga wote umezama. Ilikuwa kama eka 5 tu za kuanzia. Kwa hiyo watu wakaniambia tena, huku usiende, kuna mamba, sababu kama mto umefurika hivi mamba huwa wanakuja. Nikaogopa, sikurudi tena lile eneo. Nikaenda kumsimulia mchungaji mwingine, alikuwa jirani yangu, akaniambia wewe umeitwa kutumika. Nikaambia ni sawa, ila mimi sitaki, mimi nataka niwe natumika kwa kufadhili Injili. Kasema hapana, wewe utamtumikia Mungu kwa kuhubiri. Nikaambia ndio, naota ndoto na hubiri, lakini mimi sitaki. Akasema utahubiri tu.